Wengine ambao mlikuwa mmesahau hiki kihistoria muweze kukumbuka na mjue mtu aliyosimama mbele yenu ni mtu ana commitment ya uhakika kwa ajili ya nafasi anayoiomba. Ndugu zangu, mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano, lakini mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya wanachama, matawi, habari na hamasa. Nilikuwa nikidili na mambo hayo yote, na mkumbuke kipindiko kwenye eneo la hamasa na habari nilikuwa na watu manguli kabisa. Nilikuwa na Haji Sande, nilikuwa na Nugazi, nilikuwa na Bumbuli. Hao ndio walikuwa wanaongesha klabu yetu ya Yanga. Tulifanya mambo makubwa. Leo hii kupitia kamati hiyo tumekwenda kwenye mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa klabu. Tumekwenda kwenye mabadiliko ya katiba ambayo mimi mwanzo nilikuwa mwenyekiti na wajumbe zangu wakina Mzee Msumi hawa. Na Mzee Msumi tulikuwa tunamuita kama kamusi tunapokaa katika vikao vyetu vya kubadilisha katiba. Hiyo ndio Yanga ambayo mimi niliyoipambania. Napozungumzia kwamba tumeweka msingi, huo ndio ulikuwa msingi wenyewe wa mafanikio haya ambayo leo tunayaona. Sasa narudi tena, nimegombea. Ndugu zangu, niwahakikishie mambo matatu. Jambo la kwanza, endapo mtanichagua kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji, tutaendeleza ule ushindi tuliouanzisha sisi wa kumfunga Simba mara kwa mara. Katika uongozi wetu sisi tulimfunga Simba mara 3, na moja hapo kama mnakumbuka goli la Morrison, goli la ajabu la free kick. Kipindi kile tulikuwa sisi viongozi ndio pale tupoanza kutoa mwiko wa kumfunga Simba, na kipindi chote hiki Simba hakuwahi tena kutufunga. Lakini jambo la pili, kuhakikisha tunakuwa mabingwa. Tunakuwa mabingwa kwa sababu tunaamini mwenye sera atakokuja kuziwasilisha za mikakati ya klabu ni rahisi, lakini sisi kama wajumbe tutakuwa ni washauri wake na wasimamizi maeneo atakayotuma kwa ajili ya kufanikisha ushindi. Ndugu zangu, mimi nishafanikisha ushindi katika maeneo mengi, na bahati mbaya au nzuri, wenzangu wengine wananijua mimi kukesha kwa ajili ya Yanga nilikuwa sipati tabu. Nishakesha mimi Mwanza, nimeshakesha mimi hapo Taifa, na watu kwa ajili ya kuhakikisha tunapata ushindi. Jambo la pili, kurudisha umoja na mshikamano. Kwa sasa kama umoja na mshikamano unaanza kupotea, na lazima tuambiane ukweli. Huu uchaguzi ni uchaguzi huru. Uchaguzi wa Yanga, mimi binafsi sijawahi kuona makundi. Leo